Imani anasema jamani, niko safarini, anasema natamani niangalie. Hai bwana, sawa. Unatoa Geoffrey anasema Mungu ijalie Simba Sports Club ishinde, na asiposhinda inakuwaje? Ikitokea Simba Sports Club asiposhinda inakuwaje? Kwenye jukwani mashabiki wa Simba naona pia kina pasi milioni na wengineo na jopo lao, lakini pia vile vile kuna zile wanaziita peace, zinaitwa peace. Simba Sports Club ni miongoni mwa timu ambayo wanajivunia na wanasema kwamba wana peace, wana vyuma, wana watu ambao wako tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kusherehesha Simba Sports Club, na wao wana maua na maua yanaonekana. Azam FC wao wanatokea kule Mbande kule ni maeneo ambapo wako Wazaramu wengi, vijora ni vingi sana kuliko vimini. Sasa ukiona shabiki wa Azam kala kimini kava suruali unaweza ukawa na mashaka naye, lakini wengi sana ni mwendo wa vijora vingi sana, ndivyo ambavyo vinapatikanika zaidi kule Mbande. Sasa ukiona shabiki wa dizenio ni kunakuwa na mashaka nao, lakini pia vile vile mashabiki kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Wapo pia mashabiki wa Young Africans ambao na wao wamekuja kuifuata burudani Gombani Pemba, lakini pia vile vile wapo mashabiki wa Azam, mashabiki pia vile vile wa Mbeya City, Lipuli, Singida Black Stars kutoka maeneo tofauti tofauti, na wao pia wako Gombani Pemba kwa ajili ya kuweza kufuatilia burudani hii. Lakini pia vile vile mashabiki wale wanaitwa mashabiki kindaki kina Mikoi Kisugu, na wao pia ni miongoni mwa mashabiki ambao wamejitokeza wameanza safari kutoka Dar es Salaam, wakavuka maji mpaka Zanzibar na wakaelekea moja kwa moja mpaka Pemba. Sasa pressure inakuwa inapanda inashuka, pressure inakuwa inapanda inashuka. Watu wanahitaji zaidi kuweza kuona ni nini ambacho kitatokea. Timu zote mbili ziko tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kuingia uwanjani na kuanza safari hii ya matumaini. Mabibi na mabwana, nani atafanikiwa kuweza kuwa bingwa wa kombe la shirikisho la CRDB? Je, ni Simba Sports Club atafanikiwa kuweza kubeba ubingwa huu, ama ni Azam FC atafanikiwa kuweza kubeba ubingwa huu? Na hizi sherehe hizi zitakuwa wapi? Simba wamesema kama watabeba ubingwa wa CRDB basi wanafikiria kuweza kufanya paredi la ubingwa kama itahitajika, lakini wakati huo pia vile vile Azam FC wao bado hawajasema kama watafanya paredi la ubingwa kama itahitajika. Kwa hiyo kama watataka kufanya paredi la ubingwa kama itahitajika watafanya, lakini wakiona haihitajiki pia vile vile hawatofanya. Hao ni Azam FC, wala hawana shida yoyote ile na masuala mazima ya kufanya paredi. Lakini Simba wamesema hawataki kuwa wanyonge. Simba wamesema hawataki kuwa wanyonge na wala hawatokuwa wanyonge. Wanachohitaji zaidi na wao kuweza kufanya paredi pindi tu timu yao itapofanikiwa zaidi kuweza kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Vikosi vya timu zote mbili, kwa upande wa Simba Sports Club mlinda mlango ni Jibril Tanja Kasali Jibo, fullback namba 2 David Kameta Duchu, namba 3 Nixon Kibabage, namba 4 ni Ismaila Ture, 5 Rushen Derek, namba 6 Yusuf Ali Kagoma, 7 Kimadiza Libase Geye, namba 8 Neo Maeba, 9 ili Mpanzo Kibisa Wala, namba 10 Kreta Stona Chama na 11 ni Anise Areura. Hicho ndio kikosi cha Simba. Lakini wakati wa Azam FC chini ya kocha Ibenge, mlinda mlango ni Aishi Salum Manula, fullback namba 2 Rosajo Mwaikenda, namba 3 Pascal Gaudensi Msindo, namba 4 Lamek Elias Lawi, namba 5 ni Yesu Fuentes Mendoza, 6 Himidi Mao Mkami, namba 7 Abduli Suleiman Messi Sopu, namba 8 Yahya Omar Zaidi, 9 Jefte Kitambara Bora, namba 10 ni Fei Toto ama Faisal Salum, na 11 kimaliza Idi Selemani Idi Alinado. Hicho ndio kikosi cha Azam FC, na mwamuzi ambaye anakwenda kuzitafsiri sheria 17 katika mchezo leo ni Sifu Amoni kutoka kule Mbeya, akisaidiwana sambamba kabisa na Hamdani Saidi kutoka Mtwara, kwa maana mshika kibendera nambari 1, mshika kibendera nambari 2 ni Zawadi Yusuf kutoka Dar es Salaam. Fourth official ama mwamuzi ule wa akiba ni Ahmed Arajiga kutoka Manyara. Hii ndio seti
ya waamuzi ambao watakwenda